Yanga wamemuonea sana kumfukuza yule kocha, lakini najua yule kocha amemfukuza kwa sababu ya pressure ya ukutanaji wa Simba na Yanga. Si unajua tena timu yao scouting nzima kwa ufupi impata pressure kubwa sana kwa kuona tu ile Simba alivyocheza ile boli nini na nini ile dakika za mwisho. Haikuwa na haja ya kumfukuza kocha kwanza. Maana hapa penyewe tunaelekea kumaliza msimu sasa hivi ligi. Kwa angemwacha tu amalize msimu. Pressure yao tu labda na viongozi. Wale sio kumlaumu kocha. Ni siku nyingine tena mwana michezo mwenzangu ni kukaribisha ndani ya Sport Recap ya FJTV. Utakuwa nami ni Makayugwa, lakini pia sitakuwa peke yangu. Katika upande wa uchambuzi kama kawaida nitakuwa na Joseph Chacha. Kubwa zaidi ambalo tutaenda kuliongelea kwa siku ya leo kwa hapa ndani ni kuondoshwa kwa kocha Pedro ndani ya kikosi cha Yanga. Sababu zipi ama kipi kimepelekea mpaka kocha huyo kuondoshwa ndani ya klabu ya Yanga, tutazungumzia hapa, na kitu gani Yanga ambacho wameamua kukifanya, lakini ni nani ambaye ataenda kuchukua mikoba yake tutakujuza hapa. Lakini kwa upande wa kimataifa tunafahamu tarehe 30 tunaenda kushuhudia finali ya Arsenal pamoja na PSG, ambapo kwa siku ya jana PSG kafanikiwa kutinga finali hiyo baada ya aggregate ya bao 6-5 mbele ya Bayern. Mimi ni Neema Kayugwa, kama nilivyokujuza, kuwa nami mwanzo hadi mwisho wa kipindi hichi. Nilikujuza nitakuwa na Joseph Chacha kukujuza yale yote ya kimichezo ndani ya Sports Recap, na mimi ni Neema Kayugwa. Kwa kwanza tu tuangazie taarifa ya Pedro Gonçalves kuachana na klabu ya Yanga, ambapo siku ya jana baada ya mchezo wao wa ushindi wa bao moja mbele ya KMC, ambayo kuna namna kama tayari ishashuka daraja. Baada ya hapo taarifa kwa umma ikatoka kwamba kocha huyo hawapo tena ndani ya kikosi cha Yanga. Kabla ya kwenda kwa Joseph Chacha, natamani twende mtaani tukawasikize mashabiki wao wameongea nini kuhusiana na kufukuzwa kwa kocha huyo, na kipi ambacho Yanga waliamua, na yapi maoni yao kuelekea mwishoni mwa msimu huu. Kwa majina naitwa Davis Patrick Hawa, natokea Dodoma, nipo mtaa wa Ilazo Extension Toronto. Mimi ni mshabiki wa damu sana, wananiita Elie Mpazo Libasage. Kwa upande wangu Yanga wamemuonea sana kumfukuza yule kocha, lakini najua yule kocha amemfukuza kwa sababu ya pressure ya ukutanaji wa Simba na Yanga. Si unajua tena ile boli ilichezwa sana, ndio maana timu yao scouting nzima kwa ufupi impata pressure kubwa sana kwa kuona tu ile Simba alivyocheza ile boli nini na nini ile dakika za mwisho, akamuonea sana. Umeona? Mimi naitwa Rafael Joseph, mshabiki wa Simba. Nimeona watani wangu wamefukuza kocha wao, lakini kocha hana tatizo pale. Labda kwanza Yanga wametoka kucheza mchezo mgumu na timu ambayo yani kwanza sasa hivi ndo wameanza kurudi kwenye fomu yao. Haikuwa na haja ya kumfukuza kocha kwanza. Maana hapa penyewe tunaelekea kumaliza msimu sasa hivi ligi. Kwa angemwacha tu amalize msimu. Labda tu ni pressure yao tu labda na viongozi. Wale sio kumlaumu kocha. Wangeangalia tu kwanza msimu unaishaje, wakafanya marekebisho. Maana kwanza ukiangalia usajili waliofanya, usajili wameingia takriban wachezaji sijui kama sio 7-8 hivi. Lakini hawaja click wengi kwenye kikosi. Maana baadhi ya maingizo yaliyofanikiwa labda kama mawili tunahisi. Wangemwacha tu amalize msimu ndo akaangalia kama kuna uwezekano wa kubaki naye au anaachana naye. Bwana Joseph Chacha, kwanza karibu, lakini pia natamani unipe maoni yako pia. Mashabiki tumewasikia na wameongea mengi. Baada ya mchezo wa KMC, Yanga wamemtimua kocha ambaye mimi kwangu mimi binafsi sikuona sababu ya kuondoshwa. Kocha ambaye amekupa ushindi mara 23 ndani ya michezo 33, huku sare zikiwa 7, akifungwa michezo miwili ya kimataifa lakini mmoja wa ndani ya ligi. Ni taarifa ambayo nilipata nikiwa nimekaa nyumbani
Of course ni sio kitu cha kushangaza sana, kwa sababu kitu ambacho kimetokea jana ni kitu ambacho kinatokea kila siku kwenye masuala mazima ya football. Kwa hiyo na kuna kauli moja wanasema kwamba makocha waga wanaajiriwa kwa ajili ya kufukuzwa. Lakini kiuchambuzi siafiki kile ambacho kimefanywa na Yanga. Kama wamezingatia matokeo ambayo Pedro amekuwa akiyapata kwenye ligi ya NBC na michuano mingine. Kwa sababu kama mtu amefungwa mechi 3 na ukiangalia watu ambao wamefunga Pedro ni timu ambazo ni kubwa. Kwa hiyo huwezi kukataa hata kama angefungwa na timu ndogo, ni sehemu ya mchezo. Of course sisi kama wachambuzi, sisi kama mashabiki ambao tuko nje ya club, tunaweza tukatazama tunaweza tukachambua kwa kuangalia matokeo ambayo Pedro ameyapata, lakini viongozi, management wao ndio wako na kocha kila siku, wao ndio wanamlipa mishahara. Kwa hiyo wanaweza wakaona labda kuna matatizo ya kinizamu ama kuna vitu vingine ambavyo sisi hatuvijui, na ikawapelekea kufanya uamuzi huo, kwa sababu taarifa yao haijawa specific kwamba wameondosha kwa sababu gani. Wamesema tu kwamba tunamtakia heri na tunaachana naye. Kwa hiyo kama ni swala zima la matokeo, performance ndani ya kiwanja, siafiki kile ambacho kimefanywa na Yanga. Lakini kama nilivyosema, kama kuna masuala mengine ambayo Young Africans kama team na management yao umeona kwa Pedro, basi inaweza ikawa ni sahihi. Kwa sababu jana kwa bahati mbaya mchezo uliokuwa unachezwa KMC, tulikuwa hapa ofisini, kwa hiyo nilishuhudia dakika 10 tu. Nilipita sehemu moja nikapata rumors nyingi sana, mashabiki wa Yanga wakisema kwamba kocha aondoke, kocha afanyaje. Nikamuuliza mshabiki mmoja, kwa nini kocha aondoke? Anafanya sabu mbaya. Let's say leo amemtoa Buba, amemtoa Yao, amemweka Buba kucheza kwenye fullback, ni kitu ambacho sio kizuri. Kwani ni mara ngapi tunaona mabadiliko makubwa yanafanyika kwenye mpira wa soka, mpira wa miguu, na watu wana transform kutoka kwenye nafasi zao asilia wanaenda wanafanya performance kubwa kwenye nafasi ambazo wanapangwa. Kifano, kuna mtu kama Gareth Bale alishacheza fullback namba 3, lakini akaja kuwa winga hatari kabisa ambaye amecheza kwenye mafanikio makubwa. Lakini sio kwamba ukicheza kwenye ukicheza kwenye nafasi za juu huwezi kucheza kwenye nafasi za ambapo wanacheza mabeki. Kwa hiyo transformation kwenye kikosi inategemeana na mahitaji ya mwalimu na kulingana na timu ambayo anacheza nayo kwenye siku husika. Kwa hiyo kwenye kigezo cha performance na matokeo ambayo Yanga amepata chini ya Pedro, mimi siafiki. Lakini kama kuna sababu nyingine ambayo viongozi wameiona ambayo sisi hatuwezi kujua kwa sababu tuko mbali na club, hatuko ndani, basi wanaweza wakawa sahihi. Lakini kiuchambuzi, kiutaalamu zaidi, technically Pedro alikuwa bado ni kocha mzuri na wangempatia muda basi, kwa sababu Pedro ni kocha ambaye tulimpigia chapuo baada ya kuonyesha kiwango kizuri Yanga alipocheza na JS Kabylie pale Algeria. Pedro huyu ndio kocha ambaye alipewa chapuo kubwa sana baada ya kumfunga FAR Rabat kwenye mchezo wa kwanza kabisa wa Liga Mabingwa. Juzi hapa tu kwenye mchuano ya Muungano alifanya sabu kwenye mechi ya Azam na ikafanya matokeo. Sasa kwa nini jana amefanya sabu na mkamcrash? Yani kwenye mechi za nyuma alifanya sabu na ikaleta matokeo, lakini jana amefanya sabu mkawa na doubt. Kwa hiyo kufanya sabu na sabu ikashindwa click kwenye mchezo, sio kwamba ni swala la kiufundi. Huenda ni wachezaji wameshindwa kutafsiri kila ambacho yeye alikinsati kwenye akili zao, ama mpinzani alistadi vizuri timu ya Yanga, kwa sababu expectation ndio zinakuaga zinaleta shida kwenye timu zetu hizi. Yani kabla ya game tunakuwa tuna expectation kubwa sana. Yani Young Africans jana wenyewe walienda uwanjani wakiwa na matokeo ya kushinda tu, kwamba KMC na tutamfunga goli nyingi, lakini KMC ni timu ambayo inacheza mpira kwenye ligi kuu ya Tanzania bara. Kwa hiyo inaweza kufanya chochote. Kwa hiyo huenda wakosoe Yanga, tuwape credit wapinzani KMC, huenda wali study Yanga vizuri kwamba Yanga wanafanyaje, wana score, na ndio maana tuliona ile maji na goli moja na imepelekea Pedro kuondoka. Kwa hiyo kiufundi siafiki kile ambacho kimefanyika na Yanga, otherwise hizo sababu nyingine ambazo nimezungumzia.
Hapo hapo kwenye kiufundi, ndani ya miaka miwili Yanga tayari wameshafundishwa na makocha watano. Tunamkuta Miguel Gamondi, Sedlamovic hapo, tunamkuta Miludi Hamdi, tunamkuta Pedro mwenyewe pamoja na Romain Folz. Nini shida kiufundi? Tayari tushaongelea mambo kwamba labda kwa performance sio kweli. Kumfukuza kocha ambaye kashinda michezo 23 ndani ya michezo 33 sio kitu kwamba tuseme performance. Kiufundi itaenda kuathiri vipi Yanga kwenye kupigania ubingwa? Tunafahamu Yanga nyuma yake ni Simba ambaye anakimbizana. Hii transformation ya makocha watano kwa kipindi cha miaka miwili kwa timu kama Yanga, timu kubwa ambayo ina vision kubwa, sio jambo zuri, lakini niseme tu nimekuwa nikizungumza kuhusu mpira wa kibongo. Wanasema kwamba sisi tuna soka letu ambalo tunalijua tofauti na soka ambalo linajulikana na watu wengine. Ni kwamba sisi hatuamini kwenye muda. Yaani sisi tunapenda matokeo ya good results now. Yaani kocha amekuja leo ashinde mechi zote, atoe vikombe. Kwa hiyo hatupendi kuwapa makocha muda, na kwenye mpira miguu always time is matter. Yaani muda ni kitu cha msingi sana, kwa sababu ili kuinsert vitu kwenye vichwa vya wachezaji, kuna wachezaji ambao watachukua muda kucopy, lakini pia kuna wachezaji ambao watakuwa very adaptive. Kwa hiyo sio jambo zuri wanachokifanya timu ya Yanga, kama wana vision ya kufanya makubwa kwenye ligi hapa Tanzania na michuano mikubwa barani Afrika. Wanabidi waamini kwenye muda. Wanapokuwa na sign wanafanya usajili wa makocha, waweze kuwapa muda na wajenge timu yao. Lakini kuhusu kutetea ubingwa wao, bado nafasi wanayo, kwa sababu ukiangalia daraja ambao wanao, kocha ambaye amekuwa kama caretaker, amekuwa ni kocha ambaye tayari ana experience na ligi ya Tanzania. Kwa hiyo up to now bado wana nafasi ya kutetea ubingwa wao, lakini swala la kufanya transformation ya makocha sio swala zuri kwa klabu ya Yanga. Sawa, mtazamaji wa FJTV, tulikuwa tunakujuza taarifa ya kocha Pedro kuachana na kikosi cha Yanga mara baada ya kumalizika kwa mchezo wa jana mbele ya KMC. Nafahamu watu wengi waliongea mengi kwamba Pedro hana nafasi nzuri, lakini Pedro haoneshi performance kwa wachezaji, lakini Pedro huyo anafanya sabu ambazo watu wengi hawaziamini. Ukiangalia siku ya jana, sabu aliyoifanya kumtoa Yao kumuingiza Abuda, ni watu wengi walizani kwamba si sabu ambayo ilikuwa ya lazima sana, lakini mengi wameongea, lakini tumesikiza pia mashabiki wameongea. Na siku ya jana pia Simba alicheza mchezo wake mbele ya JKT na kufanikiwa kupata ushindi wa bao moja, na bao ambalo lilifungwa na Chama. Kuna namna kama Chama au mwezi wa 5 umemwendea vizuri. Chama ni mchezaji wa daraja la juu sana, kwa hiyo haina haja ya kufanya analysis kubwa kuhusu Chama. Ni mtu ambaye tayari alishajiwekea daraja lake, hata kama atakuwa na ups and down, lakini class always permanent. Kwa hiyo kitu ambacho amekifanya jana ni kitu ambacho amekuwa akifanya katika misimu yote toka amejiunga hapa nchini Tanzania. Kwa hiyo goli zuri, goli la maamuzi, pointi 3 muhimu kwa Simba Sports Club, na wanaendelea kuwa kwenye nafasi ya pili, na anarejesha matumaini kuelekea mbio za ubingwa wa ligi ya Tanzania. Kwa hiyo alichokifanya Chama ni kitu ambacho amekuwa akikifanya. Kwa hiyo hakuna doubt kuhusu performance ya Chama kwenye ligi ya Tanzania, hata kwenye bara Afrika. Kwa hiyo Chama ni mchezaji mzuri, alichokifanya ni kitu bora zaidi. Kwa hiyo uendelee kumwamini, mimi nahisi anaweza akawasaidia, lakini tusiona doubt yote kuhusu Chama. Kama atakuwa na mchezo mbaya, atakuwa na ups and down, ni sehemu ya mchezo, lakini in general Chama ni mchezaji mzuri ambaye kwa timu yote hapa nchini Tanzania wanatamani kuwa na mchezaji wa kaliba yake. Bwana mtazamaji wa FJTV, nafika tamati kwa habari za hapa ndani. Tumezungumza mengi sana kuhusiana na Simba, kuhusiana na Yanga ambaye wamemtimua kocha, lakini tuende kwenye upande wa takwimu, na tukirejea tunaenda moja kwa moja kimataifa. Baada ya safari ndefu yenye ushindani mkali barani Ulaya, hatimaye vigogo wawili PSG pamoja na Arsenal wamefanikiwa kutinga fainali ya UEFA Champions League msimu wa 2025-26. Katika mchezo unaosubiriwa kwa hamu kubwa duniani kote, miamba hiyo itakutana Mei 30 mwaka huu kwenye pambano litakaloamua nani atatawala soka la Ulaya. Kwa upande wa PSG wameonyesha ubora mkubwa wa kushambulia, nidhamu ya mchezo pamoja na kiu ya kutoa taji hilo kubwa ambalo kwa miaka mingi limekuwa ndoto yao. Wachezaji wao wamekuwa moto katika hatua za mtoano,
huku wakionyesha kasi, mbinu na uwezo mkubwa wa kumaliza nafasi. Mashabiki wa klabu hiyo sasa wanaamini kuwa huu unaweza kuwa mwaka wao wa kihistoria. Nayo Arsenal imeandika simulizi ya kipekee kwa kupambana kwa moyo mkubwa hadi kufika hatua hiyo ya mwisho. Kikosi hicho kimeonyesha uimara wa safu ya ulinzi, ubunifu wa kiungo pamoja na soka la kuvutia lililowapa ushindi muhimu dhidi ya vigogo barani Ulaya. Baada ya miaka mingi ya kusubiri, sasa the Gunners wana nafasi kubwa ya kuandika historia mbele ya dunia. Fainali hiyo inatarajiwa kuwa ya vita kali ya mabingwa wawili wenye njaa kali ya mafanikio, huku mashabiki wakisubiri kuona nani ataibuka mfalme mpya wa Ulaya usiku wa Mei 30. Bwana, katika upande wa takwimu nimezungumzia na tumeona kwamba watu wengi wameongelea kuhusiana na fainali ambayo itaenda kuwakutanisha PSG pamoja na Arsenal. Tukianzia hapo kwenye upande wa kimataifa, sare ya bao 1-1 imempeleka PSG katika fainali ya UEFA Champions League kwa msimu wa 2025-26. Ulitegemea hili? Kwa sababu tunafahamu PSG na Bayern zote timu kubwa na ulishasema siku ya jana. Mimi nitegemea yote ana nafasi ya qualify na kwenda katika fainali. Ukizingatia kwamba PSG na Bayern ni moja ya timu bora barani Ulaya kwa sasa. Kwa hiyo kila ambacho kilitokea jana ni kitu ambacho nilitaraji kwamba kwa sababu ilikuwa ni second league, alihitajika patikane mmoja ambaye ataungana na Arsenal. Kwa hiyo mchezo mzuri ambao PSG ameonyesha kwenye uwanja ugenini, bao 1-1, aggregate 5-6. Bayern anaondosha kwenye michuano, PSG anaenda kukutana na Arsenal. Tumekuwa tukifanya analysis hapa kila siku, kwa hiyo sisi tusubiri finali. Finali itakuwa nzuri, timu ambayo ina attacking mind na timu ambayo defensively wako vizuri. Kwa hiyo tunategemea kuona mbinu za makocha mawili, Jose Enrique na Mikel Arteta, nani atakuwa bingwa na nani atakuwa bora ndani ya kiwanja kwenye finali ambayo itachezwa. Kwa hiyo kila ambacho kilitokea jana ni expect kitatokea, na tutegemea finali nzuri kati ya PSG na Bayern Munich. Watu wengi baada ya watu wengi baada ya PSG kupita ndani ya finali wakawa wanaanza kumpa hofu kwamba Arsenal wajipange kwa namna hiyo. Ni kweli Arsenal akiingia kwenye mchezo atakuwa ni timu ya pili na PSG atapewa nafasi kubwa ya kushinda mchezo? Timu zote zina nafasi. Yaani Arsenal mpaka amefika finali kuna kitu amekionyesha. PSG mpaka amefika finali kuna kitu amekionyesha. Kwa hiyo hakuna timu ambayo itaingia kwenye kiwanja kama timu ya pili. Kwa hiyo yoyote yule ambaye atamstadi mwenzake kwa usahihi, kwa hiyo ana nafasi ya kushinda. Kwa hiyo Arsenal ni timu ambayo kwa sasa ni timu bora, PSG ni timu bora. Kwa hiyo hakuna ambaye ataingia akiwa kama underdog. Kwa hiyo yoyote yule anaweza kafanya kila ambacho amekikusudia kukifanya, implementation ya tactics ambazo wamejifunza kwenye kiwanja cha mazoezi. Kwa hiyo hakuna ambaye ataingia pale kama underdog. Arsenal ana nafasi ya kuchukua bingwa, PSG ana nafasi ya kuchukua bingwa. Kila ambacho kitatokea ni jambo la kawaida katika mpira wa miguu, kwamba matokeo yanaweza katokea kwa namna tofauti tofauti. Kwa hiyo yoyote yule ambaye atakuwa bora kwenye finali hiyo ana nafasi ya kuwa bingwa msimu huu. Jana baada ya ushindi, baada ya PSG kupita, wengi walimuona kama Bayern hakucheza katika kiwango chake. Lakini ukiangalia na yeye pia alikuwa ni nyumbani. Bayern alikosea wapi? Wakati mwingine tunatakiwa tuwape credit wapinzani. Yaani unapomzungumzia Bayern na kucheza vizuri, sio kwamba hakucheza vizuri. Ni kwa sababu ya yule ambaye alicheza naye alikuwa bora zaidi yake. Kwa hiyo mchambue Bayern kwamba alicheza vibaya, lakini tumpe credit PSG, aliwastadi vizuri Bayern Munich na akaweza kuwatoa kwenye michuano. Kwa hiyo Bayern amecheza vizuri kwa sababu the way Bayern alivyocheza vile, akicheza na timu nyingine ambayo haiko kwenye daraja ya PSG, basi Bayern anaweza akascore magoli 2 hadi 3 hadi 4, lakini amecheza na mpinzani ambaye ni strong na amemstadi vizuri na mpaka mwisho matokeo yametokea 1-1. Kwa hiyo sio kwamba Bayern hajacheza vizuri. Tumpe credit PSG ambaye jana alikuwa bora katika maeneo yote, katika vipindi vyote ndani dakika 90.
Bwana mtazamaji wa FJTV, safari ndefu ilikuwa ya UEFA Champions League, lakini waliofanikiwa kufika fainali ni PSG pamoja na Arsenal. Mengi tumeongea kuhusiana na wawili hawa kwenda kukutana Mei 30. Hapa tunafika tamati ya Sport Recap. Ulikuwa nami Neema Kayugwa. Joseph Chacha alikuwa kwa ajili ya kukuchambulia, na nyuma ya kamera ambaye amekuhakikishia unatupata kwa uzuri zaidi ni Ahmed Ali, ambaye yeye siku zote anakufanya utuone kwa uangavu zaidi. Hadi wakati mwingine ndani ya FJTV.